Nasaha zangu za kwanza ni kwa wale waliopewa mamlaka miongoni mwetu. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa nguvu ya kusimamia mambo yetu kwa namna yoyote ambayo ujumbe huu utawafikia. Ni muhimu wakafahamu kwamba mamlaka waliopewa ni dhamana wanayotakiwa kuichunga, dhamana ambayo wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muhimu tukawanasihi kama tunavyofanya kwa ujumla, kuwa na uadilifu katika sehemu yoyote uliopewa katika nafasi, kuwaonea watu huruma. Watu wengi humu katika hii nchi yetu na maeneo yetu wanahitaji kuonewa huruma zaidi kwa sababu ya namna vile walivyo. Wanahitaji kusaidiwa kifikra, kiakili, kimawazo, kielimu, katika kila hali. Na sisi ambako tuko chini ya watu tunaona hitajio hilo la watu. Watu wengi uwezo wao ni mdogo wa kutafakari mambo, wa kuendesha mambo inavyotakiwa. Wanahitaji zaidi kuonewa huruma hawa na kuonewa upole kuliko vinginevyo. Kadhalika wale waliopewa mamlaka wasikilize ushauri mzuri unaotoka. Na hii ndiyo sifa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ndivyo Allah alivyomtangaza mtume kwamba yuko hivi, na akamwambia kwa kuwa hivi mtume amefanikiwa. Katika suratu Ali Imran Allah anasema, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kwa sababu ya rahma kutoka kwa Mola wako, wewe Muhammad umekuwa laini kwao hao maswahaba zako. Ungelikuwa wewe ni mkali, mwenye moyo mgumu, ungekukimbia hao. Fa'fu anhum, basi wasamehe. Wastaghfir lahum, na waombee msamaha, waombee maghfira. Washawirhum fil amr, na shauriana nao katika mambo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, unapoazimia kufanya jambo shashauriana nao, mkakata shauri, basi mtegemee Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Hii ndiyo sifa ambayo Allah anampa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume katika hadithi akasema, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bih. Ewe Allah, yeyote atakayesimamia jambo la umma wangu akapewa nafasi akawafanyia uzito, wewe nawe mtilie uzito. Na yeyote atakayesimamia jambo la umma wangu akawafanyia upole, Allah mfanyie upole katika mambo. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu la kulizingatia na kuliangalia. Kwa wale waliopewa nafasi miongoni mwetu, wawe na huruma, wafanye uadilifu, wajitahidi kuwashauri watu, wayaendeshe mambo kwa upole na utaratibu. Hivi ndivyo sifa ya kiongozi aliye bora kwa mujibu wa Qur'an. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na maneno yameungwa mkono na wanawavyuoni wengine, kwamba inna Allaha yuqimu ad-dawlata al-adila wa in kanat kafira. Allah anaisimamisha dola inayofanya uadilifu hata ikiwa daula hiyo ni ya kikafiri. Na Allah haisimamishi dola inayofanya dhulma hata ikiwa ni ya Waislamu. Akasema dunia inasimama pamoja na uadilifu, lakini haisimami pamoja na dhulma hata kama pana Uislamu ndani yake.